1956 akiwa mtoto wa 4 kati ya watoto 8 katika familia ya mzee Thomas Kinana Mashauri na bibi Magdalena Mkabasia Kulayo. Katika uzao wao ndugu 5 walikuwa wanaume na wanawake ni 3. Ubatizo. Maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, Wayahudi au Wagiriki, watumwa au watu huru, na sote tulinyweshwa roho mmoja. Wakorintho wa kwanza 12:13. Mpendwa wetu Dr. Sabas Kimboka alipata sakramenti ya ubatizo tarehe 21 Novemba mwaka wa 1959 katika kanisa la Roho Mtakatifu la parokia ya Mango, Kibosho, Moshi. Ekaristi Takatifu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, naye hukaa ndani yake. Yohana 6:56. Mpendwa wetu Dr. Sabasi alipata sakramenti ya Ekaristi Takatifu mwaka wa 1963 katika kanisa hilo hilo la Roho Mtakatifu lililopo parokia ya Mango, Kibosho, Moshi. Kipaimara. Lakini huyu msaidizi ni huyu Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisheni yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Yohana 14:26. Sabasi Kimboka alipata sakramenti ya kipaimara mnamo tarehe 18 Disemba 1966 katika kanisa hilo hilo la Roho Mtakatifu katika parokia ya Mango, Kibosho, Moshi. Ndoa. Mwenyezi Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mwanzo 2:18. Mpendwa wetu Dr. Sabas Kimboka alifunga ndoa takatifu na Bi Sura Desideri Shayo tarehe 18 Mei 1991 katika kanisa kuu la Mtakatifu Josefu jijini Dar es Salaam. Elimu. Zingatia mafundisho ya hekima na usimwache aponyoke. Mshike kwa makini, maana yeye ni uhai wako. Methali 4:13. Elimu ya msingi. Dr. Sabas Kimboka alipata elimu yake ya msingi katika shule ya msingi Mango, Kibosho, wilaya ya Moshi vijijini, mkoa wa Kilimanjaro, kuanzia mwaka 1964 hadi mwaka 1970. Elimu ya sekondari. Mpendwa wetu Dr. Sabas Kimboka alisoma shule ya sekondari Old Moshi iliyopo mkoa wa Kilimanjaro kuanzia mwaka 1971 hadi 1974. Baada ya kufanya vizuri katika mitihani yake ya kuhitimu kidato cha 4, aliendelea na masomo yake ya kidato cha 5 na 6 katika shule ya Mkwawa kuanzia mwaka 1975 hadi 1976, ambayo aliendeleza rekodi yake ya kufanya vizuri katika mitihani yake na kuhitimu kidato cha 6. Mwaka 1977, Dr. Sabas Kimboka alijiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT kwa mujibu wa sheria na kuhitimu mwaka 1977. Elimu ya chuo kikuu. Mpendwa wetu Dr. Sabas alijiunga na elimu ya juu akisomea shahada ya udaktari, Doctor of Medicine, katika chuo kikuu cha Patrice Lumumba huko Moscow, Urusi, na kuhitimu mwaka 1986. Baadaye mwaka 1991 alijiendeleza kimasomo katika fani ya afya na lishe ya binadamu na kuhitimu shahada ya uzamili, yaani Masters of Human Nutrition, katika chuo kikuu cha London School of Hygiene and Tropical Medicine mwaka 1992. Alipohitimu mafunzo hayo, alifanikiwa kufaulu vizuri sana na kutunikiwa zawadi
maalum special award ijulikanayo kama John River Prize, ambayo hutolewa kwa ajili ya kumbukumbu ya mchango wa John Rivers, kutambua mchango wake katika ufundishwaji, utafiti na masuala ya lishe. Katika kufanikisha utendaji wake katika kulihudumia taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Sabas Kimboka alihudhuria mafunzo mbalimbali ya kitaalamu na utafiti na kupata uzoefu mkubwa wa namna ya kutatua changamoto za afya na lishe ya binadamu katika nchi mbalimbali na mabara ya Afrika, Ulaya, Marekani na Asia. Mengi ya mafunzo hayo yaliratibiwa na Shirika la Afya Duniani WHO, Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF, pamoja na mashirika mengine ya kimataifa, na mafunzo hayo yalilenga zaidi katika kudumisha ustawi wa afya na lishe ya mama na mtoto. Kazi. Uvivu husababisha umaskini, lakini mkono wa mtu wa bidii utajirisha. Methali 10:4. Safari ya ndugu Dr. Sabas Kimboka ya kufanya kazi ilianza mwaka 1970 kwa kujitolea kufundisha elimu ya watu wazima, adult education, ambapo alifundisha watu wazima kusoma na kuandika, kazi ambayo alihitimisha baada ya kumaliza kidato cha 4 mwaka 1974. Ndugu Sabas Kimboka baada ya kumaliza kidato cha 6 aliajiriwa kwa mara ya kwanza kama karani wa mahesabu ya fedha, accounts clerk, na kampuni ya General Tyre Arusha kuanzia Januari 1978 mpaka Julai 1979. Baada ya kumaliza masomo nchini Urusi, Dr. Kimboka alirejea nchini na kufanya kazi kwa majaribio, yaani internship, katika hospitali ya rufaa ya KMC kuanzia Septemba mwaka 1986 hadi Septemba mwaka 1988. Dr. Kimboka aliajiriwa rasmi katika hospitali teule ya Kilema iliyoko Moshi, Kilimanjaro mwaka 1989 kama mganga mkuu wa hospitali na kudumu katika nafasi hiyo kwa muda wa mwaka 1.5, na baadaye kujiunga na Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania TFNC kama daktari mtafiti mwandamizi wa masuala ya afya na lishe kati ya mwaka 1990 hadi mwaka 1998. Aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa idara ya afya na lishe ya jamii, Community Health and Nutrition, ya Taasisi ya Chakula na Lishe kati ya mwaka 1998 na kudumu katika nafasi hiyo kwa takribani miongo miwili hadi alipostaafu tarehe 24 Oktoba 2016. Mwaka 1987 hadi 1989 alikuwa mkufunzi wa Pre-Nursing School katika hospitali teule ya Kilema Moshi. Pia Dr. Kimboka alikuwa mwadhiri part-time lecturer katika Chuo Kikuu cha Muhimbili University College of Medicine and Allied Health Science MUHAS, na alifundisha wanafunzi wa degree ya Bachelor of Science BSc in nursing kama sehemu ya kuandaa kutoa huduma za matibabu ya lishe kwa wagonjwa. Aidha, Dr. Sabas Kimboka alikuwa mtaalamu mshauri katika nyanja za afya na lishe ya binadamu katika nchi mbalimbali zikiwemo Tanzania, Rwanda, Sierra Leone, Burundi, Angola, Croatia, in Western Europe, Nepal, Uganda, DRC, Botswana, Australia na Sudani ya Kusini. Kwa nyakati mbalimbali, Dr. Kimboka alihudumu chini ya mashirika ya taasisi za kimataifa kama WHO, UNICEF, Shirika la Chakula Duniani WFP, International Fund of Agriculture Development IFAD, Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR, World Bank, idara ya Canada ya masuala ya nchi za nje, biashara na maendeleo,
Canada Department of Foreign Affairs, Trade and Development, AMREF, Africare, Save the Children UK, World Division, ECSA, Health Community Secretariat Arusha na shirika la Simavi, Netherlands, chini ya Diocese ya Kanisa Katoliki la Mwanza. Familia. Kisha akawapokea watoto hao, akawaweka mikononi, akawabariki. Marko 10:16. Katika enzi ya uhai wake, Dr. Sabas Kimboka alijaliwa kupata watoto 4, 2 wa kiume, Jonas na Safari, na 2 wa kike, Zawadi na Manka. Pia wajukuu 4, mmoja akiwa amezaliwa siku 4 kabla ya kifo chake. Wasifu katika jamii. Msiwe na deni kwa mtu yoyote isipokuwa tu deni la kupendana. Apendaye jirani yake ameitekeleza sheria. Warumi 13:8-9. Dr. Kimboka wakati wote wa uhai wake alikuwa mnyenyekevu, msikivu na mcheshi. Alipenda kutoa ushirikiano sana na watu wengine katika jamii iliyomzunguka kwa kutoa ushauri wa kutatua changamoto za maisha za watu mbalimbali, ikiwemo majitoleo ya kuibua na kuimarisha vipaji vya watumishi na vijana mbalimbali waliomjia kupata msaada wake bila kujali kabila, dini, umri au sababu nyingine yoyote. Hakuwa mchoyo wa kutoa elimu. Alihamasisha watu kuweka jitihada katika kila wanachofanya na alipenda maendeleo ya wengine. Mara zote aliamini kuwa kujiendeleza kimasomo ni kupiga hatua katika maisha. Aidha, katika uhai wake, Dr. Sabas Kimboka aliwalea, kusomesha na kuendeleza wengi kimaisha, huku akitamani kila mtu aweze kuwa na elimu na shughuli yoyote ya kumwendeleza kimaisha. Hakika, Dr. Kimboka alikuwa baba wa wengi. Alifanya tafiti mbalimbali za afya na lishe na kubuni mbinu za kutokomeza matatizo ya utapiamlo nchini kwa kushirikiana na wadau wa afya na lishe ya jamii ya Tanzania na kwingineko duniani. Dr. Kimboka alikuwa mwenyekiti wa kamati ya masuala ya afya ya jamii na utunzaji wa mazingira ya Livingstone Development Society, Lideso, Salasala, Kunduchi, Dar es Salaam. Ugonjwa. Hapo Mwenyezi Mungu akasema, roho yangu haitakaa ndani ya binadamu milele, maana yeye ni wakufa tu. Basi hataishi zaidi ya miaka 120. Mwanzo 6:3. Mpendwa wetu Dr. Sabas Kimboka alikuwa akisumbuliwa na shinikizo na baadaye mwili kuwa manjano, jaundice, na dhaifu, ikiwa ni dalili ya tatizo la ini katika kuchakata nyongo. Madaktari walimfanyia uchunguzi na kugundua kuziba kwa mrija wa nyongo, jambo lililopelekea kufanywa upasuaji na kutengeneza njia mbadala, bypass, na afya yake ikarejea katika hali ya kawaida. Kufikia mwezi Januari 2025, hali ya afya yake ilibadilika tena, ikiambatana na maumivu makali, na ikagundulika kwamba uvimbe uliendelea tena kukua, na hivyo madaktari kumfanyia matibabu mengine ya kuweka mrija bandia wa kupitisha nyongo, na hali ya afya yake ikarejea tena kuwa vizuri. Hali ya afya yake ilibadilika tena katikati ya mwezi Aprili 2025, na katika kufanya uchunguzi ikagundulika kuwa ana saratani na kuanzishiwa matibabu ya chemotherapy. Kufikia alfajiri ya siku ya Ijumaa tarehe 2 mwezi Mei 2025, hali ya afya ya mpendwa wetu Dr. Sabas Kimboka ilibadilika tena ghafla na kukimbizwa Muhimbili Radinisea na kupata matibabu ya haraka
kitendo cha emergency. Kwa jasho lako utajipatia chakula mpaka utakaporudi udongoni ulimotoliwa, maana wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi tena. Mwanzo 3:19. Juhudi za madaktari na manesi wa kitengo cha emergency katika kuokoa uhai wa mpendwa wetu ziligonga mwamba, na kufikia muda wa saa 2:30 asubuhi ya tarehe 2 Mei 2025, siku ya Ijumaa, Mungu alimpenda zaidi mpendwa wetu Dr. Sabas Mush Kiboka na kuiaga dunia, kurejea kwa Baba Muumba wake akiwa na umri wa miaka 68. Kwa pamoja tunasikitika kumpoteza mwenzetu, lakini pia tunasherehekea na kushukuru Mungu kwa zawadi ya uhai wake na baraka alizomjalia Dr. Sabas Kiboka. Kuhudumia familia yake na jamii yote na taifa la Mungu hapa nchini na kwingineko duniani. Asante.